Kutoka Morocco sasa macho ya Afrika yanaelekezwa Afrika Mashariki ambapo 2027 Tanzania itaandika historia ya kuwa miongoni mwa waandaaji wa fainali za Kombe la Mataifa Afrika yani AFCON ikishirikiana na Kenya na Uganda. Je, mambo yakoje huko Arusha? Huyu hapa mwandishi mwandamizi wa Azam Media Limited Faraja Sindegea. Ujenzi wa uwanja mpya wa AFCON jijini Arusha umefikia 71%, ukiashiria utayari wa Tanzania kwa mwenyeji wa mashindano hayo makubwa barani Afrika. Zaidi ya soka, uwanja huu unajengwa kama alama ya utambulisho wa taifa, ukiakisi maadili, historia na utamaduni wa Mtanzania kupitia usanifu wake. Tulifanya research kulingana na eneo uwanja unajengwa, tukaona eneo letu liko katika mji wa kitalii, lakini pia eneo letu liko karibu na mlima Kilimanjaro. Tukasema paa letu la uwanja lichukue ama liakisi muonekano wa mlima Kilimanjaro, the roof of Africa. Sasa katika envelope ama bahasha ya uwanja wetu, maanake ni kuta zinazoonekana katika level ya macho, facade, hiyo ikawa inspired na muonekano wa madini ya Tanzanite na diamond. Sisi viti vyetu vitafuata rangi za kwenye bendera ya taifa, yani kijani, njano ama gold ile, tuna black na tuna nyeupe kidogo ili kuneutralize huo mgawanyo wa viti. Hadhi ya uwanja huu wenye uwezo wa kuchukua watazamaji 32,000 kwa wakati mmoja, wote wakiwa chini ya paa, unaopendekezwa kuitwa Dr. Samia Suluhu Hassan Stadium, ni wa CAF Category 4 na FIFA Class A. Hiki ni kiwango cha juu kabisa kinachoruhusu mechi zote za kimataifa. Miongoni mwa sifa zake za usanifu ni C-Value. Hiki ni kipimo cha usanifu kinachompa uhuru mtazamaji kufuatilia matukio yote uwanjani bila vikwazo vya aina yoyote. C-Value katika usanifu wa viwanja vya mpira, hiki ni eneo ambalo linatoka katika usawa wa macho wa shabiki aliye katika kiti cha juu na kichwa cha shabiki aliye katika kichwa cha chini. Hiyo difference hapo katikati ndio inaitwa C-Value. Sasa C-Value katika wishlist ama katika employers requirement, matakwa ya mwajiri, ilikuwa yasiwe chini ya C-Value 75. Na hapa sisi katika usanifu duniani, C-Value ya 120 ndio C-Value inaonekana kwamba ni nzuri na bora, ili kuendana na kimo ambacho tumetaka kukitengeneza, ili kifanane na scale, bila kuufanya uwanja wetu uonekane likubwa, bila kufuata uwiano wa muonekano. Kwa hiyo C-Value imetusaidia katika kuguide hilo na kugawanya uwanja wetu, ili kila shabiki popote tunapokaa ndani ya uwanja aweze kupata picha ya uwanjani bila kuwa na bugdhi ama bila kuzibwa na mtu yoyote aliyeko mbele yake. Kwa hiyo sasa tunajua kwamba binadamu tunatofautiana. Kuna wengine warefu, wengine wafupi. Kwa hiyo ile C-Value kazi yake ni kuhakikisha kwamba inamuaccommodate binadamu na kimo chake yoyote ili asimzibe mwingine. Kwa hiyo tungekuwa na C-Value ya chini ya 75, tungekuwa na hilo tatizo. Bila shaka AFCON 2027 inafungua diplomasia ya michezo na fursa nyingine za kibiashara kupitia uwanja huu. Tunazungumzia wakati wa mchezo sasa wenyewe baada ya uwanja kukamilika, manake ziko fursa nyingi zaidi zitafunguka. Ukiangalia uwanja huu umejengwa ni kama ukiangalia makao makuu pengine ya mji au jijini pale, na hapa sio karibu sana. Manake tayari inakwenda kufungua pia mji wa Arusha kuendelea kuwa na upana zaidi. Tanzania walikuwa wamejenga huku, sasa wanaiona fursa hiyo, na wawekezaji mbalimbali watakuja, watajenga mahoteli, wataleta maduka, kutakuwa na pengine na business park na vitu kama hivyo. Mradi huu uliosainiwa Machi 19 mwaka 2024 unatekelezwa chini ya mkataba wa EPC, ambapo majukumu yote ya usanifu, manunuzi na ujenzi wenyewe yamekabidhiwa kampuni ya China Railways Construction Engineering Group.